Kwanza kabisa ndugu zangu wanahabari, ni shukuru kwa ninyi kupata nafasi kunitembelea jimboni na kunitembelea hapa nyumbani jimboni kwangu Ikungi Magharibi, Sepuka Msimi, kijiji nilipozaliwa. Niwashukuru sana, lakini pia niwashukuru sana kwa namna ambavyo mmenipa ushirikiano. Mimi binafsi, wanahabari karibu wengi wa Singida mmenipa ushirikiano kipindi chote cha kampeni. Ninawashukuru sana ndugu zangu. Lakini kubwa niliona tukutane leo tuweze kuzungumza. Kwanza kabisa niwape mwenendo mzima wa kampeni kwa siku tulizokuwa kwenye kampeni za Chama cha Mapinduzi. Niwape mwenendo wa kampeni, namna tumefanya kampeni zetu, namna zimekwenda katika kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030. Nataka niwaambie ndugu wanahabari, kwanza kabisa mimi nimekuwa mbunge, hii ninagombea ni temu yangu ya 3. Nataka niwaambie toka nimekuwa mbunge na hii nagombea ni mara ya 3, sijakutana na kipindi ambacho wananchi wetu, wapiga kura wetu wamekuwa na mwamko mkubwa wa kuhitaji kwenda kupiga kura kama huu mwaka wa uchaguzi. Nataka nikupe takwimu ambazo zimefanya wananchi kwa nini wamehamasika na wamekuja kwa wingi kwenye mikutano yetu, na kwa nini wametufuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii, ikiwemo watu walioshiriki, wasanii walioshiriki kufanya kazi zetu katika jimbo langu, na mimi nilipofanya kazi zangu za kuomba kura jimbo zima toka kampeni zilipotangazwa na tume yetu huru ya uchaguzi ya Tanzania. Watanzania wameniambia watamchagua Dr. Samia kwa sababu amejali sekta yao ya mawasiliano ya barabara. Lakini kubwa zaidi nataka nikwambie, katika statistics ambazo tumezifanya, Watanzania waliohudhuria kwenye mikutano yetu, tumepata takribani ya Watanzania waliokuja kutusikiliza kwenye mikutano zaidi ya Watanzania 149,000 wamekuja kutusikiliza kwenye mikutano ya hadhara. Mikutano tuliyofanya ya ufunguzi wa kampeni, mikutano tuliyofanya alipokuja mgombea mwenza, mikutano tuliyofanya alipokuja mgombea wa kiti cha urais, na mikutano ambayo mimi nimeifanya katika vijiji na vitongoji, makao makuu ya kata na katika vitongoji na matawi yetu. Nimefanya zaidi ya mikutano 83 jimbo zima, ya ndani na nje, ya kuwafikia Watanzania, kuwauzia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 inayoeleza namna gani itakwenda kuwahudumia Watanzania katika sekta ya maji, afya, elimu, mifugo, kilimo, miundombinu pamoja na mawasiliano. Nataka niwaambie ndugu wanahabari, idadi hii kubwa ya watu waliohudhuria katika mikutano yangu, sio tu tunazungumza idadi ambayo tunaitunga kichwani. Tulikuwa tunafanya logistic za kuangalia kila mikutano yetu wanahudhuria Watanzania wangapi, kila mikutano yetu wangapi tumewafikia kwa kuwafikishia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Nataka niwaambie ndugu wanahabari, hao ni watu waliokuja physical katika mikutano yetu. Kwa mfano jana peke yake katika ufungaji wa kampeni Igilansoni walihudhuria watu wasiopungua 8,760 katika mikutano. Lakini mimi nilifanya mkutano wa ufunguzi wa kampeni hapa ambao ulihudhuriwa na Watanzania wasiopungua 19,700. Lakini pia Dr. Nchimbi alipokuja walihudhuria Watanzania wasiopungua 16,000, lakini Mama Samia alipokuja Ikungi walihudhuria Watanzania zaidi ya 26,000 waliokuja kumsikiliza Mama Samia pale Ikungi. Lakini nataka niwape statistics za watu waliotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii katika posti ambazo tulizifanya kulingana na kazi za matangazo ya kampeni tuliokuwa tukifanya katika mitandao ya kijamii, pamoja na wasanii ambao tuliwaalika kuja kutusaidia kuhamasisha Watanzania kuielewa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kujitokeza kwa wingi tarehe 29 kwenda kumpigia kura mgombea wetu wa kiti cha urais Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea kutoka Chama cha Mapinduzi. Kwenye mitandao ya kijamii peke yake wametufuatilia Watanzania 1,160,000 waliofuatilia katika mitandao ya kijamii kuangalia kazi zetu, kazi za ilani tulikuwa tukiinadi, kufuatilia mikutano yetu. Hii inatokana na account zangu nilizo nazo za Instagram, Twitter, pamoja na account za marafiki zetu ambao walikuwa wakitusaidia kutupost kutangaza kazi zetu za kuiladi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii inatokana na ukubwa tuliofanya siku ya uzinduzi wa kura alipokuja rais, lakini siku ambapo mimi nilizindua kura, mikutano yangu nilikuwa nikiifanya, nilikuwa nikiambatana na wanahabari ambao walikuwa wakipost kazi zetu kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na mimi account yangu ya Instagram. Ukifuatilia utapata jumla ya hao Watanzania 1.1 ambao wametufuatilia katika mitandao ya kijamii. Idadi hii ni kubwa ukilinganisha na kampeni nilizoshiriki mwaka 2020. Hii inanipa tathmini na picha kwamba uchaguzi wa mwaka 2020 katika jimbo la Ikungi Magharibi, ninazungumzia katika jimbo langu, mahali ambapo
nimeaminiwa na chama changu kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika kutafuta kura za Dr. Samia, madiwani wangu pamoja na mimi mwenyewe. Kwa unyenyekevu mkubwa tumewaeleza Watanzania kilichofanyika na Watanzania wametusikiliza. Sio tu kutusikiliza, wamekuwa mashuhuda, na ndio maana katika ziara zangu mimi nimeweza kupewa zawadi na Watanzania hawa. Katika mikutano yangu nimepewa zawadi ya kuku wasiopungua 61 kwa ajili ya supu, wananchi wakinipongeza kwa usimamizi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini wananchi hawa wa Tanzania wamenipa zawadi ya mbuzi wasiopungua 26 katika mikutano yangu yote. Nimepewa zawadi ya kondoo 6, mbuzi 26. Hii inaonyesha namna gani watu wa Tanzania hawa wamefanyiwa kazi na wameridhika, hata imepelekea kuona kwamba njia pekee ya kuonyesha upendo wao kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi ni kunionyesha mimi mbunge wao upendo wa kunipa zawadi ambazo zimedhihirisha ya kwamba wameielewa ilani. Baada ya kusema hayo, ndugu wanahabari, nataka niwahakikishie Ikungi Magharibi kesho itatoka kwa wingi kwenda kuweka rekodi ya kupiga kura kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kubwa rekodi alizozifanya kwenye jimbo la Ikungi Magharibi za kuwatumikia Watanzania katika sekta zote za kijamii limevunjwa rekodi, jambo ambalo limewapa Watanzania matumaini ya kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi na kuendelea kuwaunga mkono wagombea wa Chama cha Mapinduzi.